Nipende kukukaribisha mtazamaji wa Noz Online TV. Labda kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa Dr. Noz. Leo nimekuja kuelekeza tu jinsi ambavyo unaweza kupata mtoto wa kiume au kupata mtoto wa kike. Ni kwamba watu wengi wamekuwa wakitamani sana kupata watoto wa kiume, lakini wamekuwa kuna njia ambazo wanashindwa kufuata. Zaidi imewapelekea kutumia dawa nyingi, kutapeliwa. Kwa sababu siku hizi kuna watu wanatangaza dawa ya kupata mtoto wa kiume, na kumbe kuna mchezo mdogo ambao ukiuzingatia basi mambo yote yatakuwa vizuri. Basi nitakueleza kwa ufupi. Nafikiri ukifuata hizi njia, kama na ulikuwa una problem hiyo, nafikiri ukifuata itakuwa rahisi. Lakini kikubwa, ukiona umefuata njia lakini bado kuna tatizo, usisite kunipigia namba 0655071149 na mimi nitakujibu vizuri na nitakuelekeza na mambo yote yatakuwa vizuri. Labda nianze kwa kusema kwamba mpaka mtoto wa kike au wa kiume apatikane, lazima ujue kabisa kwanza, lazima yai lirutubishwe. Fertilization lazima take place. Bila fertilization haiwezekani mtoto wa kiume wala wa kike kutokea. Sasa itategemeana hilo yai limebe fertilized na mbegu aina gani. Kama ikitokea limebe fertilized na mbegu Y, mtoto wa kiume atatokea. Kama ikitokea limebe fertilized na mbegu X, mtoto wa kike atatokea. Tuko pamoja ndugu mtazamaji? Kwa hiyo haya ni matokeo ya fertilization. Sasa mpaka fertilization inatokea, ni kwamba mbegu X ana tabia zake, lakini pia mbegu Y ana tabia zake. Ikitokea kwamba mbegu Y ndo anaenda kufertilize, kama nilivyokuambia, mtoto wa kiume atatokea. Lakini mbegu Y siku zote ana problem moja. Mbegu Y anakimbia haraka, lakini hana nguvu ya kusurvive muda mrefu. Anawahi eneo la tukio, lakini akifika, kama akikuta tukio halijaanza, ni mtu anayekata tamaa kwa urahisi na anakufa. Lakini mbegu X anaenda taratibu, anachelewa kufa. Ndio maana mbegu Y anaweza sio zaidi ya masaa 24 mbegu Y anakuwa amekufa. Lakini mbegu X ndani ya masaa 72 bado yupo. Kwa unaanza kuona, ndio maana kuna probability kubwa sana ya kupata mtoto wa kike kuliko kupata mtoto wa kiume. Kwa hiyo kama unaona unatamani kupata mtoto wa kiume, lazima, kwa sababu ovulation day kwa wale ambao siku zao ziko fixed vizuri, siku 28 ni siku ya 14. Siku ya 14 ndipo ambapo ovulation ina take place. Kwa hiyo kama ni siku ya 14 ndio yai linatoka sasa kwenye ovary na kuja kwenye fallopian tubes, ni kwamba inapokutana na mbegu Y, maana yeye zina speed. Kwa hiyo mtu ukikutana na mtu wako, maana yake mke wako, siku ya 14 ya bondo ovulation day yenyewe, siku hiyo probability kubwa ya kupata mtoto wa kiume ipo. Yaani hiyo ni kubwa. Lakini pia labda siku ya 15, kwa sababu nimekuambia bado Y ana survive kwa masaa yasiyopungua 24. Maana yake niseme 24 kurudi nyuma, 12 mpaka 20, yani 24 mengi sana. Niseme 12 mpaka 20. Maana siku ya 15 mapema ukikutana na mkifanya tendo la ndoa, mtoto anayepatikana pale ni mtoto wa kiume. Lakini pia siku ya 13 kabla ya kufika siku ya 14 ambayo nimekwambia ndio siku ambayo yai linatoka, pia mtoto wa kiume. Lakini ikitokea mmefanya tendo la ndoa siku ya 15 mwishoni au 16 pale au 17 kabisa kule, probability kubwa ya kupata mtoto wa kike, kwa sababu inakuta Y ameshakufa na X bado yupo. Kama nilivyokuambia, X anakwenda taratibu, lakini katika kwenda taratibu yeye ana survive kwa muda mrefu. Lakini sasa kesi inarudi kwa wakati mwingine ambapo ukiseksi kabla ya siku ya 14, siku ya 12, 11, 12, 13, kabla ya 13 hajafika vizuri, 12 hapa nyuma, mtoto wa kike hapo. Yaani hapo mtoto wa kike, kwa sababu utakuwa manake zile semens au sperms kipindi zimeenda kwa pamoja, zikishaenda
unakuta mtoto ile Y sasa imeshakufa, lakini X bado yupo. Sisi unaanza kuelewa hapo ndugu mtazamaji, kama ulikuwa bado kuna changamoto nafikiri unaanza kuitatua. Kwa hiyo ni lazima wanandoa muwe mnakaa, mnatafakari, mnafikiria kwamba je, mwenzangu, je, siku zako zipoje? Siku zako zinaendaje? Kwa kufanya hivyo basi mtaweza kutatua matatizo mengi ambayo yalikuwa yanasababisha mpaka mnaanza kupelekana kwa waganga, mnakwenda kutafuta madawa makubwa kwa ajili ya kupata mtoto wa kiume. Sijui unanipata? Do you get me? Yani kwa kile nilichokwenda kukwambia. Kwa hiyo yani very simple, very rahisi kuliko unavyofikiria. Lakini pia sasa nimetoka kwenye upande uliozungumzia mwanzo, nije sasa kwenye upande wa wanaume. Utakiwi umefanya mapenzi siku 3-4 juma. Au niseme kwamba utakiwi uwe bao liwe limetoka, maana yake umepizi siku 3-4 nyuma. Kwa sababu tunasema kwamba ile sperm lazima iwe na nguvu ya kujongea. Na sperm yenye nguvu siku zote ni ile goli la kwanza. Goli la kwanza lina nguvu ya kujongea kwa urahisi sana kuliko, utanielewa, natumia hiyo lugha tafsiri ambayo kidogo ni rahisi kwa wote kuelewa, kwa sababu nataka kutumia lugha ambayo itakuwa sio nzuri. Natumia lugha ambayo inaeleweka. Nafikiri unanielewa sasa. Kwa hiyo pia lazima mwanaume ujitenge na mambo ya ulevi. Mambo ya ulevi, kula vyakula ambavyo vinahatarisha nguvu zako za kiume, kula vyakula ambavyo vinahatarisha wewe kufanya ile sperm production. Lazima uwe unafanya unakula vyakula ambavyo vinasaidia sperm production. Basi labda nafikiri kwa leo niishie hapa. Kuna masomo mazuri mengi na kuna kitabu ambacho nimekiandaa sasa hivi kimefika katikati. Kikikamilika mtakipata tu kitabu ambacho kitakutatulieni matatizo mengi sana, magonjwa mengi yanahusiana mahusiano, ndoa, utaweza kuyatatua kiurahisi kuliko unavyoweza kufikiria. Basi niseme asante kwa kutazama kipindi cha leo. Usahau kusubscribe, usahau kulike, lakini pia usahau kucomment kwa vipindi vinavyoendelea hapa Nozi Online TV.